Mahali pa kuandika, wivu wangu kwa Bwana. Wivu wangu kwa Bwana. Wivu wangu kwa Bwana. Unapoandika neno Bwana, tafadhali andika kwa herufi kubwa. Zote zile Bwana liandike kwa herufi kubwa. Wivu wangu kwa Bwana. Huyu Bwana anayetajwa hapa ni aliyeziumba mbingu na nchi, Bwana wetu Yesu Kristo. Wivu wangu kwa Bwana. Neno wivu, kila mtu ana jinsi anavyoweza kulifikiria au kulitafakari, lakini kwa sehemu tutakayojaribu, sio rasmi sana, ni kwamba ni hali ya kutokuona mtu mwingine anaingilia kile kitu ambacho unakipenda au yule mtu ambaye unampenda na kumwamini. Ni hutaki kuona mtu mwingine anasogelea pale na kuharibu kile ambacho unakipenda au unachokitumia kwamba ni sehemu yako. Kuna wivu wa mume na mke, wivu wa kiuchumi au kimaendeleo. Kinataka kuona kwa nini huyu anaendelea hivi. Sasa huyu hapa nimesema ni wivu wa Bwana. Maana pia Mungu mwenyewe amejitambulisha kwamba ni Mungu mwenye wivu. Hataki kuona mtu anamwabudu yeye alafu bado anaabudu vitu vingine. Na binadamu kwa kujua, kwa kutokujua, wameweza kuwa tukijichanganya kwa kuabudu miungu miwili. Na Mungu hataki hivyo. Anataka kuwa na Mungu mmoja. Anatakiwa aabudiwe yeye kivyote. Kwa hapa anaeleza kichwa cha somo kwamba wivu wa Bwana. Tutasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 10 yote. Kitabu cha Agano la Kale, Wafalme wa Pili sura ya 10 yote. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu atatusaidia katika kufasiri au kuishi katika hayo. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 10 yote. Nilipokuwa nakuja kwa ajili ya kipindi, hata sikumwambia mtumishi kama nitakuwa hapa leo. Kitu tulikuwa nyumbani mimi na mke wangu tumepumzika. Baadaye nikamwambia twende saa ibada. Kakuta nimeamshwa tu na Bwana ibada. Nikiwa pale najiandaa kutoka, ndio Bwana akanipa somo hili. Na nafika kabla sijatoka huko nasikia tu maombi ni yenye mfano huwa hilo somo. Kwa nikajua tu ni divine connection, muunganisho wa kiroho na Bwana. Wivu wangu kwa Bwana. Hapa huyu mtu anajaribu kujieleza kwamba alivyokuwa tayari kupambana kwa ajili ya kumtetea Mungu wake. Kwamba asiwepo Mungu mwingine katika eneo lake, wala asiwepo mtu mwingine anayemwabudu Mungu mwingine katikati yao. Kwa hiyo tangu Jumapili iliyopita mpaka leo tunavyozidi kuendelea, nimejikuta kama nikifundishwa au kufundisha somo moja lile lile. Nilikuwa naangalia kwenye mtandao yale ambayo yamerushwa, nikakuta bado tunatembea humo. Ni Mungu anasema na sisi. Anasema na kanisa lake. Naomba nisome kwa hatua kadri Bwana atakavyoniwezesha kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 10 yote. Basi Ahabu alikuwa na wana 70 katika Samaria. Wana 70 manake ni watoto wa kiume 70. Watoto 70. Mtu mmoja huyo. Sasa wengine hapa tuna wawili. Mtoto wa kiume mmoja tu, wa kike mmoja. Sasa ilikuwa na 70. Watoto wa kiume 70. Hilo ni jeshi kabisa. Ni kijiji hicho. Watu wakioa wakipata watoto, unaja kutafuta mwenyekiti wa mtaa. Wanaweza sifiwe, wala mwalimu wa shule. Walimu wanapatikana mumo. Wanaweza sifiwe. Basi Ahabu alikuwa na wana 70 katika Samaria. Yeye akaandika barua akazipeleka Samaria kwa wakuu wa Ezeri, yani wazee na hao walezi wa wana wa Ahabu, kwa kuwa mna wana
wa bwana wenu pamoja nanyi, tena kuna magari na farasi na mji wenye boma na silaha, mambo ya kivita ya. Basi mtazameni yeye aliye mwema na hodari miongoni mwa wana wa bwana wenu, mkamweke kitini mwa bwana wenu, mkamweke kitini mwa babaye, mkaipigania nyumba ya bwana wenu. Hapa manake alikuwa anapendekeza atakaye keti kama mtawala au mmiliki, ama atakaye kuwa kiongozi au mtumishi wengine. Lakini wao wakaogopa mno, wakasema, tazama, wafalme wawili hawakusimama mbele yake, tupataje kusimama? Wakawa na hofu kwamba hata kama palikuwa na wafalme wawili walije kupambana na huyo, wasingeliweza, walishindwa. Sasa sisi tutawezaje? Kwa hiyo palikuwa na hali fulani ya hofu, na ndivyo inaweza kuwepo hofu katika familia yako, mume na mke, kwamba tunawezaje kupambana na hiki ambacho kilishambulia na kuitesa familia miaka kadhaa, kwamba tunaweza kutoka hapa kweli? Lakini pia inaweza ikatokea kwa kanisa au jamii kwamba hapa Lumumba tunawezaje kuchomoka katika hali kama hii? Hofu. Hebu tuendelea, wanapataje tena? Huyu anayeamrisha ni nani? Anaeleza haya bana, ni Yeu. Tunaendelea. Kisha yeye aliyekuwa juu ya nyumba na yeye aliyekuwa juu ya mji na wazee na walezi wakatuma ujumbe kwa Yeu, wakasema, sisi tu watumwa wako, kila neno utakalotuambia tutalifanya. Hatutamfanya mtu yoyote kuwa mfalme, ufanye yaliyo mema machoni pako. Ile jamii ya watu ikamwogopa sana Yeu na kuona ujasiri wake na uhodari wake, wakamwambia, wewe amua utakachofanya, kilicho chema sisi tuko tayari kutekeleza. Sasa kama hivi katika familia yako, inaweza kuwa ni mume, inaweza kuwa ni mke, inaweza kuwa ni mtoto ambaye Mungu amempa ufunuo jinsi ya kutaka kujikomboa kutoka pale. Sasa Mungu anasema ameshakupa maelekezo. Kwa wewe usiangalie hayo magari ya kivita, majeshi yaliyokuzunguka. Wewe kama kuna sauti imesema na wewe ndani ambayo imetoka kwa Mungu, tia ujasiri na kutimiza agizo, kwa sababu hautaenda wewe ila atakuwa yeye ndani yako. Kwa hiyo hawa wananchi wakajishusha, wakakubali wawe chini yake. Ndipo akawaandikia barua ya pili akisema, mkiwa upande wangu na sauti yangu mkisikia, vitwaeni vichwa vyao hao watu wana na bwana wenu, mkanijie kama wakati huu kesho hapa Israeli. Na hao wana wa mfalme watu 70 walikuwako, wakuu wa mji waliowalea. Bwana Yesu asifiwe. Bado tena yeye anatoa agizo, ambaye mkaniletee wale watu, vichwa vya watu vitoe kirahisi vile mpaka umkubali umchinje. Wewe kuku mwenyewe kumchinja ni shughuli. Sasa hao ni watu ambao wanajielewa. Kwa hiyo akatoa amri ama agizo, baada ya kuandika barua ya kwanza, kaandika barua ya pili. Then tuone hao watu walienda au vipi. Aya 7, ikawa barua ilipowasilia, waliwatwaa hao wana wa mfalme wakawaua watu 70. Watu wangapi? 70. Wakachinjwa kama kuku. Vichwa vya watu 70 vikawekwa kwenye kapu, vinaletwa huku. Yeu hawa hapa. Mfalme yule walikuwa wanamwogopa, watoto wake 70 wakachinjwa, kama unaona vizuri maandiko hapo. Wakatoa vichwa vyao katika makapu, wakampelekea huko Yezreel, wakamletea Yeu. Wale waliokuwa na uoga, lakini baada ya kutiwa nguvu na kuaminishwa kwa Yeu ambaye alikuwa anamfahamu kwa kiwango chake, wakakubali kwenda wakapata ujasiri, wakaingia kwenda kuwachinja watoto 70 wale wa kiume, na vichwa vyao vikatoa kwenye kapu, wakampelekea Yeu, ambia hawa. Akaja mjumbe akamwambia, akasema, wamevileta vile vichwa vya wana wa mfalme. Akasema, viwekeni chungu 2 penye maingilio ya lango hata asubuhi. Yani pale ambapo watu wanaweza, kila mtu akitaka kutoka au kuingia lazima apite kwenye hayo malango, lango kuu la mji. Kwa vile vichwa vikawekwa kwenye chungu pale, vichwa 70. Unajua katika hali ya kawaida tu ukikuta vichwa vya watu 70 vimekaa mahali pamoja afu vimekatwa, yani vimetenganishwa na kiwili, ni hofu na tisha sana. Na sio vichwa vya watu wa kawaida, vichwa vya watoto wa mkuu wa taifa fulani au wa nchi, ama rais, mfalme. Hapa ni mfalme, ni kama leo tungesema watoto wa rais.
Tena hao wa kiume, manake hao ndio walikuwa wanapaswa mmoja wao pale, hao wote waje baadaye wakae kuwa kwenye hivyo viti kutawala katika nchi, lakini wamechinjwa. Tunapendeka kusoma tu Efeso sura ya 6 mstari 10, falme, mamlaka, sio nini, Yeremia 1:10, kung'oa, kubomoa, kuharibu falme mbalimbali. Hatuelewe maana yake. Kuna falme katika koo, kuna falme katika kabila, kuna falme katika jamii, kuna falme katika taifa na mataifa ambazo zinakuwa zinatawala na ambazo ukifanikiwa kuziondosha maisha. Usikia hapa tukiwa mnaomba kubomoa na kuharibu, lakini baada ya kubomoa unaweka nini? Usipoweka mcho anajenga, adui anajenga tena. Lazima uweke ufalme. Tumepita kwetu, tulikuwa tunafanya maeneo ya Muheza kule, njia panda ile, tumekuwa tukipita karibu wiki siku hizi 2-3 na mke wangu tukiangalia dada watapasua tena viungu, wataweka tena matakataka yao, hawajaweka mpaka leo. Ina maana kuna nguvu kubwa imeweza kukaa pale, tunaweka mfalme Yesu Kristo. Na watu walishukuru kwa kupita kwetu pale, wameshukuru, wako wachungaji wanasema safi. Kwa unapobomoa lazima uweke kitu cha kukaa mbadala. Mstari wa 9. Ikawa asubuhi akatoka akasimama akawaambia watu wote, ninyi ni wenye haki, tazameni mimi nalifanya fitna juu ya bwana wangu nikamuua. Ila ni nani aliyowapiga hawa wote? Jueni basi ya kwamba halianguki chini lolote la neno la Bwana alionena Bwana juu ya nyumba ya Ahabu, kwa maana Bwana ameyafanya hayo alionena kwa kinywa cha mtumishi wake Elia. Yehu alipata ujasiri wa kufanya hivyo kwa sababu alitii neno ambalo alinena nabii Elia. Ndio maana alipata ujasiri. Kwa hiyo ikiwa neno ambalo linatoka katika madhabahu ya Kristo aliye hai na walio chini ya hiyo madhabahu wakalipokea na kulifanyia kazi, kuna matokeo mazuri ya ushindi. Mwanzo kuna uoga, hofu, lakini baadaye kuna ujasiri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi naona mengi tu yako mbele yetu mazuri. Amen. Naona kabisa yako mengi mazuri ambayo Yesu ametuandalia. Lakini hawezi kuyaruhusu yawepo pasipo kuyaondoa yale ambayo ni maovu. Pasipo kuondoa wale ambao ni waovu katikati yetu. Lazima waondolewe wale watu ambao ni waovu katikati yetu. Na hapana uzuri wowote wa kushirikiana na watu waovu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni ndugu yako, ni mwanafamilia ambao umekuwa naye, ni rafiki yako, lakini kama yuko katika mambo ambayo yako kinyume na madhabahu, kwa nini kushirikiana naye? Hivyo yeye akawapiga wote waliosalia wa nyumba ya Ahabu katika Yezreeli, na hao wakuu wake wote na rafiki zake na makuhani wake, hata kumwachia aliyesalia hata mmoja. Tunapaswa kuondoa waovu wote kati yako ama kati yetu. Tunapaswa kuondoa viti vyao vya enzi na wakuu wao katikati yetu. Wakuu wao, wafalme wao na malkia zao lazima waondolewe katikati yetu. Lakini pia tunapaswa kubomoa na kuangusha madhabahu zao na kuwaua kabisa makuhani wao katikati yetu. Unaona hii aya ya 11. Hivyo yeye akawapiga wote waliosalia nyumba ya Ahabu katika Yezreeli, na wakuu wake wote na rafiki zake na makuhani wake, hata kumwachia aliyesalia hata mmoja. Sasa unapomwacha mmoja anakuwa chawa katikati yako, atakusumbua. Let me tell the people about this church. Wacha niwaambie watu kuhusu hii kanisa. Inabidi lazima tunie mamoja. Lazima kuondoa ambao wako kinyume na sisi kabisa, kwa gharama zozote kuondoa katikati yetu. Lazima kuondosha kabisa na kuwatoa. Hakuna sababu ya kuacha katikati yetu kwa hali yoyote. Akaondoka akashika njia akaenda Samaria, hata njiani karibu na nyumba ya kukatia manyoya kondoo ya wachungaji. Yeye wakakutana na ndugu za Azia mfalme wa Yuda, akauliza, ni nani ninyi? Wakamjibu, sisi tu ndugu zake Ahazia, tunashuka kuwasalimu wana wa mfalme na wana wa malkia, wale ambao wameuawa. Wanaenda kukutana nao, wasijue kwamba wale 70 wote washachinjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja. Akasema, wakamateni wa hai. Wakawakamata wa hai, wakawaua penye birika ya nyumba ya kukatia manyoya kondoo
watu 42 wala kumsaza mtu wa yote. Wangapi wakauawa tena? 40. Tunafika kama 110 sasa. Bwana Yesu 110, si ndio? Wameuawa 70 na wakauawa tena ngapi? 40. Wamepigwa, wakachinjwa. Kwa maana hiyo hakuna wakusazwa, hapasi kuachwa hata mmoja katikati yao, lazima wamalizwe kabisa. Na hapa tunapoongea katika tukisoma Agano la Kale, katika Agano Jipya, ni kwamba Yesu anasema nasi katikati ya kanisa lake kwamba watu ambao tuko nao ama tulikuwa nao ambao wako kinyume na sisi, hatupasi kuwa na ushirika nao kama hawataki kufuata kile kinachotoka katika madhabahu ya Yesu Kristo aliye hai. Amen. Alipotoka akamkuta Yehonadabu mwana wa Rekabu akija kumlaki, akamsalimu na akamwambia, je, moyo wako umenyoka kama moyo wangu ulivyo pamoja na moyo wako? Akajibu Yehonadabu, ndio. Yeye akamwambia, kama ndio, nipe mkono wako. Akampa mkono wake, akamkalisha pamoja naye garini. Akasema, fuatana nami ukaone wivu wangu kwa Bwana. Wakampandisha garini mwake. Amen. Naye alipofika Samaria, aliwapiga wote waliomsalia Ahabu katika Samaria, hata akamwangamiza sawa sawa na neno la Bwana aliyomwambia Eliya. Yeye akatuma watu wote akamwambia Ahabu, akamwambia Ahabu alimtumikia Baali kidogo, bali yeye atamtumikia sana. Basi niitieni manabii wote wa Baali wote wamwabuduo na makuhani wake wote, mtu asikose kuwapo hata moja, maana ninayo dhabihu kubwa ya kumtolea Baali. Yeyote atakayekosa kuwapo hapa hataishi. Ulikuwa ni mtego wa Yehu, lakini yeye alifanya hivyo kwa hila ili awaharibu waliomwabudu Baali. Yeye akasema, takaseni kusanyiko la dini kwa Baali. Wakalitangaza, wakalitakasa. Sawa, yeye akatuma wajumbe katika Israeli wote, nao wote waliomwabudu Baali wakaja, wala hakumsalia mtu yeyote asiyekuja. Wakaingia nyumbani mwa Baali, ikajaa nyumba ya Baali tangu mlango hata mlango. Akamwambia yule aliyekuwa juu ya hazina ya mavazi, watolee mavazi wote wanaomwabudu Baali. Akawatolea mavazi. Akaingia yeye na Yehonadabu mwana wa Rekabu nyumbani mwa Baali, akawaambia wale mwabudu Baali, tutafuteni mkaangalia asiwepo hata hapa pamoja nanyi mtu amtumikiaye Bwana, ila wamwabudu Baali peke yao. Wakaingia ili wote watoe dhabihu na sadaka za kuteketezwa. Basi yeye alikuwa amejiwekea nje watu 80. Akasema, mtu mmoja akiokoka wa watu niwatie mkono mwenu, amwachie huyo roho yake, itakuwa badala ya roho yake. Ikawa mara alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa, yeye akawaambia walinzi na maakida, ingieni mkawapige mtu yeyote asitoke. Basi wakawapiga kwa makali ya upanga walinzi na maakida, wakawatupa nje. Wakaenda mpaka mji wa nyumba ya Baali, wakazitoa nguzo zilizokuwa nyumbani mwa Baali, wakaziteketeza. Wakaibomoa nguzo ya Baali na kuiangusha nyumba ya Baali, wakaifanya choo hata leo. Ndivyo yeye walivyomharibu Baali katika Israeli. Lakini katika makosa yake Yeroboamu mwana wa Nebati, ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli, yeye hakutoka katika kuyafuata, yani ndama za dhahabu zilizokuwa katika Betheli na Dani. Bwana akamwambia yeye, kwa kuwa umetenda vema kwa kufanya vivyo haki machoni pangu, kuitendea nyumba ya Ahabu sawasawa na yote yaliyomo moyoni mwangu, wana wako wa kizazi cha 4 watakaa kitini mwa Israeli. Lakini yeye hakuangalia aende katika sheria ya Bwana Mungu wa Israeli kwa moyo wake wote. Hakutoka katika makosa ya Yeroboamu, ambayo kwa hiyo aliwakosesha Israeli. Siku zile Bwana akaanza kupunguza Israeli. Hazaeli akawapiga mipakani mote mwa Israeli, kutoka Yordani upande wa mashariki, nchi yote ya Gileadi na Wagadi na Warubani na Wamanase, kutoka Aroeri iliyoko karibu na bonde la Arnoni, yani Gileadi na Bashani. Basi mambo yote ya Yehu yaliyosalia na yote yaliyofanyika na ushuhuda wake, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Yehu akalala na babaze na wakamzika katika Samaria, na Yoahazi mwanawe akatawala mahali pake. Na muda Yehu aliotawala juu ya Israeli katika Samaria kulikuwa miaka 24. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tunaona hapa Yehu alisafisha kila takataka. Bwana Yesu asifiwe. Je,
Wewe binafsi ambao unasikiliza na kufuatilia popote pale, Amerika ya Kati, Amerika ya Kusini, Afrika, Ulaya, Asia, Australia, kama bado tunasema katika dunia hii, hili neno linafanya kazi katika maisha yako. Anza kusafisha na kutakasa ndani yako binafsi, kuondoa kila aina ya madhabahu ambazo ziko kinyume na Yesu Kristo ndani yako. Ondoa zote, kila aina ya madhabahu ambazo ziko kinyume na Yesu Kristo, kuanzia hata mavazi yako. Mavazi yawe matakatifu, muonekano wako uwe mtakatifu, wewe binafsi. Hatua ya pili ni katika nyumba yako, walioko ndani, kila aina ya sanamu na vinyago, kila aina madhabahu ambazo ziko kinyume, zinazoonekana kama ni vitu vya kawaida lakini ni madhabahu, lazima uziondoshe. Unamaliza kwenye chumba chako, sebule, jikoni, chooni, kila mahali unaondoa mavinyago nyago. Unatoka nje ya eneo la nyumba yako, kwenye shamba lako, kwenye mifugo yako, kwenye bustani yako, kwenye kila ulicho nacho, masanamu na mavinyago unaondosha. Kanisani kwako unakosali na kuabudu, hatutaki kuona mavinyago wala masanamu wala miungu mingine. Kwenye runinga yako au TV, sio dhambi kuwa nayo. Wanaangalia nini? Mnaangalia nini? Kwenye simu yako, smartphone, unaangalia nini? Unasikiliza nini? Unafuatilia nini humo? Kwenye simu yako unawasiliana na watu nini? Unachati mambo gani? Hayo madogo unayaona ya kawaida kama ni burudani, yanakunasa kwa sababu ni madhabahu, ni roho zinazotenda kazi ndani yake, zinazoweza kuathiri maisha yako, zinaweza kuua nguvu yako ya kiroho, zinaweza kukutoa katika madhabahu ya Mungu aliye hai. Yeye alipoona alihakikisha anasafisha vyote. Bwana Yesu apewe sifa. Nawe inakupasa kusafisha vyote, kuanzia anasema ndani ya nafsi yako, ndani ya roho yako, ndani ya mwili wako. Vyakula na vinywaji unavyotumia kama vimebeba roho zingine, achana navyo. Tafuta, muombe Roho Mtakatifu akwambie ni vyakula gani vya kushiriki, ni vinywaji gani vya kushiriki, ni watu gani wa kuwa marafiki zako, ni watu gani wa kushirikiana nao. Haijalishi wanasema Bwana asifiwe mara ngapi, haijalishi wanasema tumsifu Yesu Kristo mara ngapi, haijalishi wananena kwa lugha namna gani, lakini kama wananena kwa lugha mwingine, Roho Mtakatifu sio huyo, achana nao. Mkemee, ache, hataki, tengana naye, usiambatane naye. Au tulikuwa tunasali naye, huyu ndio anifanya mimi nimjue Yesu, huyu ndio anifanya mimi nijue gombo mahali fulani, lakini yeye alishaasi. Wa nini kushirikiana naye? Unashirikiana naye watu waovu kwa ajili ya nini? Yehu alimaliza wote na akawafundisha walio chini yake kuhakikisha wanasafisha wote. Piga mpaka makuhani wao. Sio tu alipiga falme, akapiga na makuhani wao, akaenda akabomoa na madhabahu zao, akaziteketeza. Ndivyo inavyopaswa katika maisha yako. Ukijiangalia kuanzia kwenye utosi wako hadi kwenye unyayo, umebeba madhabahu ya aina gani? Umevaa mavazi ya namna gani? Yanamwakilisha Kristo au miungu mingine? Kwa sababu kuna vitu ambavyo unavaa, kuna vitu ambavyo unaishi nyumbani kwako, na mataifa ndio wanaishi hivyo hivyo. Kuna vitu unaangalia kwenye simu yako na kucheka navyo tangu asubuhi mpaka jioni, ni vile vile ambavyo mataifa pia wanafanya, wale wasio muamini Yesu Kristo. Kuna vitu unaangalia kwenye runinga yako na watoto wako unawaachia angalia muda wote, wanaangalia matakataka ya kuzimu. Mavazi yako, mikato yako ya nywele, misuko yako ya nywele, mavazi yako unayovaa, mapetepete, mashangashanga, mamikufu, makembe mikononi mwako, kila unachotumia ni cha dunia. Vinywaji wanavyokunywa mataifa nao ndio unakunywa, vinaua kiroho chako taratibu, na baada ya muda unabaki makapi. Bwana Yesu asifiwe. Jichunguze na kuangalia wewe mwenyewe, kuanzia kwenye nywele zako kichwani mpaka chini kidole chako gumba, umebeba nini? Kuna nini kinachomwakilisha Yesu Kristo? Je, tukitoka hapo nje, wahuni na wabudu shetani wakikaa katikati yako ni wamoja, mnafanana? Mnafanana? Kama ni hivyo, unajua kuna makosa. Anza hatua taratibu kuondoa kimoja baada ya kingine. Replacement. Ondoa, weka kitu ambacho kitampa Mungu utukufu. Huwezi kwenda kuwapiga maadui wakati una mavazi ya maadui, wanakuona ni mwenzao tu. Huwezi kukemea pepo wakati una vitu vya mapepo. Mapepo yanakwambia wewe unapambana na sisi wakati una mali zetu, una vyakula vyetu, una mavazi yetu. Umekata nywele kama wao, umesuka nywele kama wao, umetoboa pua kama wao, umetoboa masikio kama wao, umevaa hiki na kile kama wao, alafu unasema pepo toka.
pepo anakushangaa na sana anaweza akakurarua kama watoto wale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume walitolewa kwani ule wakararua. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu fulani leo katika sayari hii dunia kwamba tunaishi katika zama ambazo Yesu Kristo anataka kabla hajarudi akute watakatifu wake wanafanana na yeye katika kila hali inapowezekana kwa jina la Yesu. Lazima tuyatupe yote ya dunia hii, tusifanane nayo kwa namna yote. Tusifuatishe namna ya dunia kwa namna yote. Lazima tufanane na Kristo. Tunataka Yesu akae katikati yetu, atakaje katikati yetu wakati kuna matakataka mengi hapa? Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naongea hivi kwa sababu naona Mungu ananiambia ongea nao, waambie ukweli. Wale ambao waliasi wakatoka, haijalishi wanasali wapi, lakini iko tofauti na kile ambacho kinatoka kwenye madhabahu, si washirika. Na maana wakiingia katika nyumba yako wanaingiza uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikupe tu mfano rahisi. Kuna mtu, wewe ufugi nguruwe na Mungu alikwambia usifuge nguruwe wala usile nguruwe. Alafu kuna mtu ana banda la nguruwe, nachukua tu mfano. Alafu ametoka kulisha nguruwe wake na bahati mbaya nzuri hakuoga vizuri. Akiingia kwenye nyumba ambayo ina AC, air condition, na imewashwa, ile nyumba yote itanukia kitimoto. Ama akiwa kwenye banda la mbuzi na hakuoga vizuri, akiingia kwenye nyumba ambayo ina AC, ile nyumba yote itanukia mbuzi. Sasa hiyo nimechukua tu katika hali ya harufu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao tulikuwa nao ndani ya kanisa, unaweza kuwa nao mlikuwa mnasali wote pamoja, lakini wameondoka. Na baada ya kuondoka wanasali pengine. Alafu wakitoka huko wanakuja tena kusali hapa. Wanakuchanganyeni tu. Basi kushirikiana nao. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka rafiki yangu mmoja wakati tujaokoka, tulialikwa kwenye ile dhifa fulani inayozungumza ya dini zaidi ya 100, tulikuwa pale. Tukaandaliwa vyakula vya ambavyo hata sikumbuki kama nitakuja kula lini tena. Sasa tulikula vyakula pale vinono sana. Yule rafiki yangu yeye alikula mpaka ndugu afe. Tuliporudi nyumbani akakuta nyumbani kwao wamepika tena ugali sio na nini. Akama wewe siri itanichafulia kile nilichokula huko ndani. Yaani anaogopa kuchanganya. Kile chakula kitamu hata kile kibaki huko. Lazima Alisa siku nyingine tupeleke maeneo kama yale. Maana tulikula vitu vinono sana. Na kule kuna vingine nimekula mpaka leo sijui nitakula lini. Sababu ilikuwa vya dunia nzima, ilikuwa vyakula kutoka maeneo mbalimbali ya dunia viliandaliwa pale. Sasa wewe umetoka hapo malisho leo la Gomba Kristo Gomba Maranatha vizuri. Alafu unakuja kukutana na mtu ambaye aliasi Gomba Maranatha. Atakulisha nini? Yes, kashatoka. Alafu unashirikiana naye kwa unajua kusema ni mpendwa, tunapaswa tupendane, tuna ushirika pamoja. Ushirika upi? Kuna ndege wewe anaitwa, nataka nikupe mfano ambao unaweza kuona wafahamu ndege wawili. Kuna ndege anaitwa bundi na njiwa. Ushaweza kuweka wakakaa pamoja? Au tuende mbali, kunguru au mwewe ukamweka na kuku wako wa kienyeji akakae pale. Kitu hakiwezekani. Wote ni ndege. Haiwezekani. Mimi nimewahi kufuga nguruwe. Sasa ngoja nikwambie kisa cha nguruwe cha ajabu sana. Wale nguruwe wakiwa kwenye banda moja. Mabanda yako mawili tofauti, sawa? Banda moja. Yule mmoja akitoka nje akirudi ndani, wale wengine wako kule ndani wanamuua. Sijajua ni kwa nini. Yaani ni mwenzao, lakini akitoka kaenda kwa bahati mbaya nje akakutana na nguruwe mwingine afu akirudi mle ndani wanamuua wenzake isipokuwa makini. Na kama ndio mtoto utakuta washamaliza hawataki. Yaani wana wifu wa aina tofauti ambao hawataki ushirika na mwingine. Sasa kama wanyama wanajua kufanya hivyo, sisi tunashirikianaje na watu ambao wameasi? Bwana Yesu asifiwe. Ngoja watu wengine wanielewe. Ngoja tuangalie kitabu cha Hesabu sura ya 16 kuanzia mstari wa 20. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kumwambia, jitengeni, naanzia mstari wa 20. Jitengeni ninyi mkaondoke kati ya mkutano huo ili nipate kuangamiza mara moja. Nao walipomoka ifupudi wakasema, Mungu wa roho za wenye mwili wote, je, mtu mmoja atafanya dhambi nao utawakasirikia mkutano wote? Bwana akasema na Musa akamwambia, nena na mkutano na kuambia, ondokeni ninyi hapo karibu na maskani ya Kora
na Dathan na Abiram. Basi Musa akainuka na kuwaendea Dathan na Abiram na wazee wakaandamana naye. Akasema 5 na kuambia, na wasii, unaona hapa, na wasii, ondokeni penye hema za watu waovu, wala msiguse kitu chao chochote, msiangamize katika dhambi zao zote. Basi wakaondoka hapo karibu na maskani ya Kora na Dathan na Abiram na pande zote, nao kina Dathan na Abiram wakatoka nje, wakasema mlangoni pa hema zao pamoja na wake zao na wana wao na watoto wao wadogo. Musa akasema, jambo hili mtajua kwamba Bwana amenituma ili nifanye kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa akili zangu mwenyewe. Kama watu hawa wakifa kifo cha siku zote, kama watu wenye wote wafavyo, hao kama kipatilizwa kwa mapatilizo ya watu wote, hapo basi Bwana hakunituma mimi. Amen. 30. Lakini Bwana akiumba kitu kipya, na hiyo nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza pamoja na wote walio nao, wakashuka shimoni wali hai, ndipo mtatambua kwamba watu hawa wamemdharau Bwana. Basi ilikuwa hapo alipokwisha kusema maneno hayo yote, nchi iliyokuwa chini yao ikapasuka, nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. Basi wao na wote walikuwa nao wakashukia shimoni wali hai, na nchi ikawafunika wakaangamia kutoka mle mkutanoni. Na Israeli wote walikuwa kando wakakimbia kwa ajili ya kilio chao, kwa kuwa walisema, nchi isije ikatumeza na sisi. Kisha moto ukatoka kwa Bwana ukawateketeza hao watu 250 waliofukizwa uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Kama hawa tu Mungu alisema jitengeni nao, Kora walioasi. Wewe kwa nini leo unaambatana na Kora walioasi, Gombo, Maranatha, au walioasi na kanisa unalosali au unaloabudu lolote lingine? Wewe ndio. Na hapa anazungumza na makanisa, sio Gombo tu peke yake. Walikuwa mnasali nao kwenye kanisa fulani, kwenye nyumba fulani ibada, wakaamua kuondoka mbele hiyo madhabahu, wakaenda kusali huko wanakosali. Wamekuwa ni makahaba, wamekuwa ni washirati, wanazini, wanatenda huko, wanakuja na uchafu wao, wanakuja tena kwako, wanakuchafua na wewe. Kuna ushirika gani kati yao na nyinyi? Kama huyu tu Musa aliwaambia, Mungu akamwambia jitenge kwao ni upate kuangamiza hawa, na akawaangamiza. Wale wengine bado walikuwa waamini, walikuwa upande wa Musa, walipoona ardhi inapasuka alafu inawameza watu wakiwa hai, lakini pia moto ukashuka kutoka juu mbinguni ukawasindikiza. Hey, so why? Kwa nini ushirikiane na watu ambao wameasi? Kwa nini unataka kuwapendeza wanadamu badala ya kumpendeza Mungu? Huoni kwamba wanakunajisi na mazungumzo yao lazima yatakuwa vibaya? Bwana Yesu asifiwe. Leo Mzava hapa akimkuta mke wake anaongea na mwanamke ambaye akikutana na mwanamke ambaye labda tuseme Mzava alikuwa na mke wa kwanza alafu akaachana, alafu baadaye amekuja kumwoa huyu, akamkuta yule mke wake wa sasa Lucy anaongea na mwanamke mwingine waliachana na Mzava, wanafikiri Mzava atakuwa na amani. Anajua kabisa huyu anaenda kumtoa mke wangu tena na huyu. Sababu hata mwambia mazuri ya Mzava, atamwambia mabaya. Lucy ataambiwa mabaya ya Mzava. Na baada ya muda naye asipokuwa makini ataachana na mume wake, alafu wote watakuwa barabarani wanahangaika. Unajua ndio hiyo yani. Umetoka kanisa fulani umeenda kanisa B, na hiyo kanisa B unaenda na bado unataka kuja A. Wewe ni mchanganyo tu, mvurugo tu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnaelewa. Nimeona kule hiyo shida kanisa la Dar es Salaam sana. Nikamwambia angalieni mnachokifanya. Najivuruga wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima niseme, zama nitakuja kuulizwa baadaye. Kama Yehu alifukuza, Musa alifukuza, tena aliwaombea rehema, bado Mungu anasema sitaki kusikia maombi yako kwako. Nimewakataa. Sio umekukataa wewe. Maana yake wakimkataa Musa, wamemkataa na Yesu. Wakimkataa kwani Alisa, wamemkataa na huyo Yesu. Ni Yesu gani wanaenda kupiga magoti na kufunga na kuomba naye huko nje? Nataka nijiulize hilo swali. Ni Yesu yupi? Tuna Yesu wawili. Wamesema sisi tumetoka hapa kwa sababu kuna hiki na kile na kile. Sawa. Hakuna mwanadamu aliyekamilika, sawa. Sasa kuna ushirika gani? Yaani wanakuja, wanatoka nje, wanamjadili baba yako na wao wanakubali mjadala nao. Wanamteta vibaya baba yako, madhaifu aliyofanya. Wanaangalia tu madhaifu yake, hawaangalii zuri hata moja. Hakuna hata zuri moja. Hakuna hata zuri moja kwa huyo. Yote ni mabaya tu.
Na nani katika hao wanaosema mabaya baba yao wao wenyewe hawajawahi kukosea? Kwa sababu hata hapo kujadili tayari wanakosea. Tayari tu unapomjadili mtumishi wa Kristo mpaka mafuta ambaye Mungu mwenyewe alitumia mafuta ya gharama kubwa kumwandaa, na ujue kwamba hakuna mtumishi wa Mungu duniani aliyeitwa na Mungu alizaliwa tu akiwa mtumishi wa Mungu. Kabla hata hajaumbwa Mungu alimwandaa. Mungu alianza kumuumba huko kiasi kwamba baba yake na mama yake hawajui kama yule atakuja kuwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo leo unapomwona mtu anasema madhabahuni anahubiri neno la Kristo na matendo makuu yanaonekana, ishara na miujiza inayotokea, si kwamba huyo ndio amebeba hizo miujiza. Kuna nguvu iko ndani yake inayomwezesha kufanya. Kuna kibali ambacho Mungu ameweka ndani yake. Ogopa sana kujadili na kuteta juu ya watumishi wa Bwana. Kama kuna madhaifu umeyasikia, kama umeyaona, Mungu akikupa hekima ya kumwombea, muombe. Usiache kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Juzi kusema niwaambie hapa akasema msiniombee bwana. Nasikia mwingine akaniambia mbona umeambiwa tu usikuombee? Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia nimesema hivyo na maana yangu, sijazuia mtu asiniombee, kwa sababu hata wakati unaniombea mimi sitaki nijue unaniombea. Ukiona unamwombea mtu sema ninakuombea upate kuokoka, hiyo sala yako inaweza kuwa ya ovyo tu. Yaani utakiwi kufundishwa. Yaani kwa mfano Alisa ndio kuhani askofu wa hii kanisa. Wewe unatakiwa utafute, weke ratiba yako ya kumwombea yeye binafsi, kumwombea mke wake binafsi, kumwombea watoto wake binafsi, kuombea walio wasaidizi wake wao waaminifu kama yeye. Hiyo unahitaji. Weka ratiba yako vizuri. Ni wangapi unaweka ratiba ya kumwombea askofu wako? Ni wangapi unaweka nafasi ya ratiba ya kumwombea mchungaji wako? Ni wangapi wanakaa kumwombea mke wa mchungaji au watoto wake? Watoto wake huko hivi ni ndani anaombea. Weka ratiba yako. Kwa sababu kanisa lote la kweli la Mungu changamoto yake ni kubwa kuliko maelezo. Kwa kiwango ambacho mimi tangu nimeanza kumtumikia Yesu Kristo, kama sikuitwa na Yesu nilishakufa ama nilisharudi duniani mara 1000. Lakini kwa taarifa yako narudia tena, sina mpango wa kurudi nyuma. Punda afe mzigo wa bosi ufike. Hiyo ndio unachojua. Yaani punda afe lakini mzigo wa baba ufike. Nitahubiri na kuifundisha kweli ya Kristo mpaka pale Bwana atakaposema mwanangu njoo pumzike. Lakini sio kwa sababu ya changamoto ambazo nakutana nazo. Nakutana nazo kweli. Kuna zingine mpaka hata huyu amesema hivi, hata huyu amefanya hivi, hata huyu amekuwa ndumi la kuili, hata huyu amekuwa mamluki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Tusishirikiane na watu waovu. Tumeona kwenye Hesabu hapa Kora walivyoambiwa kwamba walipigwa kafa. Alafu ukisoma ile kitabu cha Hesabu maliza vizuri 16 utaona, je, waliacha? Bado kesho tena walimsema vibaya Musa.